بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعز من أطاعه واتقاه، ويذل من أعرض عنه وعصاه. لا مبدي لما أخفاه ولا مظهر لما أبداه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر أمر والتدبير تدبير. هو خالق الخلق ومبتديه، ورازقه وكافيه، ومصعده ومشقيه. من أقبل عليه أقبل عليه، ومن أعرض عنه فتح له منافذ العود إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله، أسعى لخلاقي وأقصد وجهه، وإلى المسير إليه لن أتخلفا. إن قيل من كنت امرؤ في ربه ساعي، وهذا بانتسابي قد كفى. يا مالك الروح انظر إلي فأنت أكرم من عفا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا سيد الخلق سيدنا محمد، وسيد الوجود سيدنا محمد. هو سفينة التوحيد، ربانها وقائدها محمد. إذا عصف الأمر وأدب ليس لنا إلا محمد، وإذا اشتد الكرب وعتي الذنب ليس لنا إلا محمد. اللهم صل وسلم على أفضل صلاة وأكرم تسليمات، وعلى آله وأصحابه والصحابيات. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ndugu zangu katika Uislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na mimi mwenyewe kujihusia katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na ambaye anamcha Mwenyezi Mungu. Ama katika hotuba yangu ya leo ninakuja na maudhui ambayo tutaishi pamoja na sababu za kifo. Sababu za kifo au sababu za kufa. Kwa nini sisi tunakufa? Kwa nini Mwenyezi Mungu ameiweka hili jambo la kufa? Mwenyezi Mungu alikuwa na uwezo wa kutuumba na kutuacha sisi tukaishi tu, lakini akaona mbali, akaweka kifo. Sasa
Ndio tutaishi leo katika hotuba yetu ya leo kwa kuangalia kwa nini Mwenyezi Mungu ameweka kifo. Kwanza tuangalie kifo si jambo geni, ni jambo ambalo hakuna asiyejua kifo ni kitu gani. Tunaona kwa macho yetu wanaokufa, kuna ambao washaosha maiti huku, ni mwenye mkiwemo watu waliokufa. Lakini ile hali ambayo ishampata yule aliyotangulia, mimi na wewe, haijatufikia. Kwa hiyo huwezi kujua pale kwenye kifo kuna nini. Tutasikia tupokuambiwa katika darasa kuelimishwa kwamba kifo kiko namna gani, kama tutakavyoelezea leo katika hotuba yetu inshallah. Kifo katika matumizi ya lugha, watu wa lugha wanasema inqitaa al-hayat min al-jasad, kukatika kwa uhai kutoka mwilini, yani infisal ruh min al-jasad, yani kuachana kati ya roho na kiwiliwili. Sasa hii roho ikitoka katika mwili ikachukuliwa na Israeli na kundi lake, jamaa zake, ikapelekwa katika mlango wa kwanza wa mbinguni, ikibahatika kuvuka basi itakwenda mpaka katika mbingu ya saba katika arshi ya Mwenyezi Mungu. Hapa mwili tena unakuwa hauna kazi. Laiti kama tukiishi na ule mwili, basi utasababisha madhara makubwa kwa waliobaki. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamuru kile kiwiliwili kitazikwe, fa idha matahu faqbara. Mtu akishakufa akazikwe, maanake ule mwili haufai tena kuishi maisha haya tunaishi sisi. Huu ndio mauti. Lakini katika istilah wanasema al-maut nihayatul hayati dunia, ni mwisho wa uhai wa mwanadamu katika dunia, katika maisha ya dunia. Wa hidayatul hayati al-akhirah, na ndiyo mwanzo wa maisha mapya ya akhira. Hiki kwa tafsiri za watu wa lugha na wanachuoni, hii ndio tafsiri sahihi ya kifo. Tafsiri nyingine tunao sisi wenyewe tunaona hakuna mgeni na kifo hapa, hakuna asiyekuwa na baba yake, hakuna asiyekuwa na mama, hakuna nyumba isiyofiwa na mtu, hakuna. Kifo ni kitu ambacho khususa kulliyatun la taqbalu istithna. Kifo kimehusishwa na viumbe wote, hakuna atakayechomoka kwenye kifo, hakuna. Ndio maana Mwenyezi Mungu aliposema kullu nafsi, maana kullu kulliya, maana kullu siku za aina mbili, kuna kullu kulliya na kuna kullu juz'iyya. Ukisema kullu juz'iyya, maana kwa baadhi wengine hawafi mpaka siku ya Kiyama. Lakini ukisema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, maana viumbe vyote, nafsi zote zitaonja mauti. Malaika wakasema sisi sio nafsi,
Sisi sio nafsi, wakajivua wakajenga pembeni malaika. Mwenyezi Mungu atawaambia msinichezee bado. Kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaondoka, atakayebaki Mwenyezi Mungu. Wakasema malaika, nahnu laysa bishia, sisi sio vitu. Mwenyezi Mungu akasema kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kilichomo juu ya ardhi, juu ya mbingu, juu ya nini, vyote vitaondoka, atakayebaki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndio shairi mmoja anasema, inna Allaha kataba al-baqa'a li nafsi wa kataba al-fanaa'a ala jami'i khalqi wa li fi fanaa'i al-khalqi a'zamu 'ibratan liman kana fi fahmi al-haqiqati raqi shuhusun wa absar tamurru wa tantahi satafna jami'an wal muhaymin baqi. Faradhi ya kifo Mwenyezi Mungu ameiweka kwa viumbe wote. Aliyeandika kubaki ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watu wote wataondoka, macho yote haya yatang'oka, mwisho wa siku atakayebaki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tunakufa? Sababu ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kifo ni maumbile. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah. Mwenyezi Mungu ameweka kifo kuwa ni maumbile ya mwanadamu, kwamba iwe hivyo, kwa sababu laiti kama Mwenyezi Mungu asingeweka kifo, sijui dunia ingekuwaje. Tuangalie Sayyidina Nuh alayhi salam, ambaye katika zama zake mwanadamu aliyeishi miaka mingi kuliko mwanadamu yoyote ni Sayyidina Nuh alayhi salam. Falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama, aliishi miaka 1000 isipokuwa miaka 50 Sayyidina Nuh alayhi salam. Lakini ilipofika siku anakuja Israeli kutaka roho yake, alimuuliza akamwambia, kaifa raaita dunya, hii dunia unaionaje? Akasema, raaituka baban idha dakhaltu min al-awwal wa kharajtu bil-akhir, naiona dunia kama nyumba yenye milango miwili, nimeingia mlango wa kwanza, nimetoka mlango mwingine, naingia kule na kutoka, ndio kule naiona. Sayyidina Nuh alayhi salam. Kwa hiyo uishi utakavyoishi, kama alivyoishi Sayyidina Nuh alayhi salam, miaka mingapi? 1150. Katika riwaya zingine wanasema hiyo 50 ilikuwa ni miaka ya utume, aliyotoa utume, ndio ikahesabika miaka 950, lakini huko nyuma aliishi zaidi ya 1000 katika riwaya zingine. Sasa huyo kwa miaka aliyoishi, lakini imefika siku yale maumbile ya kufa, lazima akubaliane nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Israeli aje kuichukua roho yake, mwisho wa siku akaondoka. Tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu angelitaka abaki katika dunia hii, angekuwa ni Mtume Muhammad. Mtu ambaye siku aliyekufa
watu walikuwa hawaamini kama amekufa kipenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu walitambaa, wengine walishindwa hata kuinuka. Anazikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kishafukiwa tayari, chazikwa. Bi Fatma na Sayyidina Anas ibn Malik walikuwa wakiishi katika familia moja. Bi Fatma anamshika Anas, ya Anas, atabat anfusukum an tuhinu turaba ila habibikum. Qul ya Anas, we Anas, hivi kweli nafsi zenu zimefurahi hasa hamkuona tabu, hamkuona uzito kumzika kipenzi chenu? Qul ya Anas. Sayyidina Anas anasema, madha aqulu ya habiba ya binti habib, madha aqulu ya habiba ya binti habib, wallahu yaqulu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nitasema nini mimi, wewe mpendwa, mtoto wa mpendwa, nitasema nini mimi? Na Mwenyezi Mungu anasema, minha khalaqnakum, kwa udongo huu tunakuumbeni, wa fiha nu'idukum, na katika udongo huu tutakurudisheni, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na katika udongo huu kutoka katika haya makaburi tutakufufueni. Kwa hiyo haya ni maumbile, fitra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kifo iwe ni fitra, ili wasije wengine kuona karaha. Rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafikia wakati mtu anaishi miaka mia na kachoka. Sayyidina Nuh alayhi salam, wakati alivyokuwa na uzee wake ule, watu walikuwa hamtaki duniani. Watoto walikuwa wakitembea, wakifika pale katika nyumba yake, wanaonyeshana kidole, jamani, mnamwona mzee yule, mzee wamepita mababu na mababu na mababu na mababu, lakini wale yule mchawi. Na hili tulishuhudia katika zama zetu. Mtu mzima akishakuwa kuanzia miaka 100 kwenda mbele, basi ni mchawi. Sisi hawataki hivyo, tunamwona baba mzee, kisha kuna wakati sasa Mwenyezi Mungu asingejali ya kifo, ingelikuwaje kwa wazee wetu hawa? Leo hii mzee wako unatoka unamwacha nyumbani peke yake, wewe unakwenda mitaani kutoka hata habari kuna. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka kifo hiki kiwe rahma. Leo kuna watu wameichoka dunia, wanachukua sumu tu kwa kunywa, anajiua. Sasa Mwenyezi Mungu ameweka kifo kiwe rahma, kiwe kwamba ni kuwapumzisha watu ambao wasiochoka dunia, japo wanakufa vijana ambao bado wanaitamani. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kifo ili kupishana, tupishane. Watu wa Sayyidina Adam wako wapi? Hawa. Watu wa Sayyidina Nuh wako wapi? Hawa. Watu wa Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Isa, hata Mtume Muhammad wako wapi? Walikulli ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, kila umma una siku yake, una muda wake. Idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ukishafika muda huo basi haicheleweshi sani moja, wala mtu kuomba kwamba atangulizwe, la, haicheleweshi. Muda ukifika basi ule umma utaondoka. Mifano tuliokuwa nayo mingine hapa, ukitokea kwa uhuru wa nchi yetu, viongozi wa kwanza wakuwa hawapo, shaondoka, wamefuatia wengine, wameondoka. Labda kama waliobaki mwachache, sasa hivi tuko sisi. Itafika siku sisi na sisi tutakuwa hatupo zama hizo.
tutaondoka sisi, tutaondosha watu wengine watakaokuja zama hizo. Kwa hiyo kimewekwa kifo kwa ajili ya kubishana. Kulli ummatin ajal idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Lakini pia sababu nyingine kimewekwa kifo kwa ajili ya ibra alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anapokufa mmoja wetu, basi wengine wanapata ibra. Mwenyezi Mungu anakupeni ibra ili kuona nani ambaye atakayefanya matendo mazuri, kwa sababu huyu bwana tuliishi naye, tulikuwa naye, umri ndio huu tena kaondoka. Sasa hebu sisi tulikuwa hatujipange. Ndio maana hivyo linabloa kubeli mtihani. Unapokuwa mtu anakufa unapata mtihani, mtihani ule utakufikirisha wewe ufanye nini, upate maandalizi kwa ajili ya kujiandaa na kifo. Mwenyezi Mungu anatutahini, anatupa mtihani kwa kutangulia wenzetu wanaotangulia. Unaona kabisa mwenzako ametangulia kufa, bado unakuwa unapata hivyo. Lengine katika sababu za kufa ni kupata malipo, ili tuweze kupewa malipo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi kila ambaye mwenye kufanya jambo jema atalipwa, na kila mwenye kufanya jambo baya atalipwa. Aya nyingi zimeelezea innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannam innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Hii jazaohum, malipo yao hayawezi kupatikana katika dunia hata siku moja. Lazima ufe uende ukalipwe malipo yao, lazima ufe. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Manake kila nafsi itaonja mauti ili kila nafsi iende kalipwe malipo yao. Hiyo ni sababu kwa tunakufa, ili lazima tukapate malipo yetu. Hapa duniani hakuna maisha ya kila siku, yani ya abada. Hakuna maisha ya khalidina fiha abada, ni huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata Sayyidina Rabi'a ibn al-Aslam alipompelekea birika la maji la kutawadhia huko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kama ataka kuomba kitu hivi. Mtume akajua huwa anataka kusema kitu, akasema sali ya Rabi'a, sali. Akasema Rabi'a akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nakuomba ud'u rabbaka an yaj'alani rafiqatan fil janna, naomba niombe kwa Mola wako anijalie mimi kuwa pamoja na wewe peponi. Mtume anamwambia Rabi'a aombe, kama angetaka kuomba mali angeomba, angetaka kuomba pesa angeomba, lakini aliona amwambie kwamba amjalie Mwenyezi Mungu, amwombee Mwenyezi Mungu amjalie awe rafiki yake peponi, kwa sababu Sayyidina Rabi'a anasema fakartu fi dunya fawajadtuha thaniya wa fakartu fil akhirah fawajadtuha baqiya.
nilifikiria kwanza dunia, nikaona dunia inaisha, lakini nikafikiria akhera, nikaona akhera ni yenye kubaki. Ndio maana akaomba kwamba amjalie rafiki yake wapi? Peponi, kwa sababu peponi ni sehemu ambayo ndio ile maisha ya milele. Hapa duniani hakuna maisha haya. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni miongoni mwa sababu ambazo sisi imekuwa lazima tufe. Ziko nyingi sana na muda hautoshi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuchukue yale ambayo tumeyaelezea na tuyafanyie kazi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wallahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب البقاء لنفسه وكتب الفناء على جميع خلقه، ولي في فناء الخلق أعظم عبرة لمن كان في فهم الحقيقة راقي. شخوص وأبصار تمر وتنتهي ستفنى جميعا والمحيط باقي. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور ابصارنا وبصائرنا اللهم صل عليه يا ربنا، واجعل صلاتنا عليه مفتاح القبول وطريق الوصول، وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusia tena pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kufa, ukielezea kufa ni kitu ambacho kimezoeleka midomoni na kimezoeleka masikioni kisikia, lakini usiombe ufike mahala pale, usiombe ufike mahala pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yupo katika sakaratul maut anapata maumivu makali. Huyu kipenzi cha Mwenyezi Mungu, maumivu aliyokuwa akiyapata hayasimuliki. Kana yatabashahu al-karb, Mtume yale maumivu yalikuwa yanamfanya mpaka anazimia. Mtume alikuwa anamwambia Bibi Aisha, kam indana min ad-darahim, tuna shilingi ngapi ndani? Yupo katika sakaratul maut, yale maradhi ya sakaratul maut. Bibi Aisha anamwambia 7 dirham. Mtume anazimia. Akizinduka anauliza tena, kama indana min ad-darahim ya Aisha, tuna shilingi ngapi ndani? Anasema 7 dirham. Anamwambia sadaqi bihinna ya Aisha, zitoe sadaka hizo, sitaki mimi kufa hali ya kuwa kuna 7 dirham katika nyumba yake. Anazimia sakaratul maut. Anazinduka, anamuuliza Bibi Aisha, hal tasaddaqti bihinna ya Aisha, je, umezitoa? Bibi Aisha mwenyewe alikuwa anachanganyikiwa kwa maradhi ya sakaratul maut ya Mtume Muhammad. Anamwambia, shaghalatni amruka fi tamthili amri, limenishughulisha jambo lako hili katika kutekeleza amri yako Rasulullah, nisamehe na kuomba radhi, nisamehe. Bibi Aisha mpaka yeye yale maumivu ya Mtume anasikia. Haitoshi, Fatima binti al-Habib anaingia ndani na mkuta Mtume anapata jasho linamtoka mwili mzima, nguo imeloa utafikiri na mwagi wa maji. Anasema, wa qurba abata
wakabata. Baba yangu anapata maumivu makali jamani, anateseka baba yangu. Yani anayeumia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yale maumivu yanahama mpaka kwa ambao wanaoshuhudia maumivu ya sakaratul maut. Mmoja katika watu wema anaitwa Al-Arif Billah, siku ya kufa watoto wake walimzunguka watoto wake. Manake Al-Arif Billah ni mtu mwanachuoni mkubwa, na katika mawaidha yake familia yake alikuwa akinasihi sana kuhusu mauti. Sawa. Sasa siku ile yuko katika sakaratul maut, wanamwambia baba yao ya abada, sif lana, tusifie sisi katika hali iliyokuwa nayo ni katika hali ya sakaratul maut, unaionaje? Akasema ya abnai, mtoto wangu, inna al-maut la yusaf, umauti huwezi kuusifia. Utausifia namna gani mauti? Walakinni ahissu, lakini mimi ninavyohisi, kaanna shajaratu shauki qad bathat shaukiha fi kulli juz'in min badani wa quwwa jabbaru yanziwaha min fami biquwwatihi. Umauti hauna sifa, uwezi ukausifia umauti sakaratul mauti kuna namna gani, lakini jinsi ninavyoona mimi utafikiri mwili wangu kila kiungo kimechomwa mwiba, ule mtu wa mwiba ule, kila kiungo kimechomwa mtu wa mwiba, mwiba imechomwa katika kila kiungo cha mwili. Alafu anakuja mtu mwenye nguvu, maana mpaka mdomoni kimepelekwa kisiki cha mwiba, anakuja mtu mwenye nguvu anauchomoa ule mti ambao umeingia mdomoni kwa nguvu zake zote. Haya ndio maumivu ambayo walau nimeyaona katika wakati huu. Huyu al-arifu billah, al-arifu billah la yafrahu bimawjudin wala yahzanu bimafqud. Siku zote mtu anayemjua Mwenyezi Mungu akiwepo duniani, yeye sio furaha kwake, ni kawaida. Akifa kwake yeye sio huzuni, ni kawaida. Wangapi hapa sisi leo duniani tunaifurahia? Wangapi sisi leo hapa ukisikia habari ya kufa tunaogopa? Mtu anayemjua Mwenyezi Mungu hawezi kuogopa kufa, kwa sababu anajua mimi ni mtu ambaye nafanya taa kwa Mwenyezi Mungu. Rafiki wa kweli wa Mwenyezi Mungu anasema, al-waliyu lam tashghaluhu an-ni'matu 'an al-mun'im wala al-'ata'u 'an al-mu'ti, tawallahu Allahu bil-inaya ba'da an tawalla Allah ta'atan wa ibada. Al-waliyu, rafiki wa kweli wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haimshughulishi dunia. Rafiki wa kweli wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayamshughulishi maisha ya duniani, yeye inamshughulisha taa na ibada kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu anamtawalia inaya, kinga. Ukienda kwa mtu ambaye rafiki wa Mwenyezi Mungu atakumdhuru, shehe, utaumia mwenyewe wallahi tabaraka, kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu amemtawalia inaya, kinga, usaidizi. Mwisho kabisa, mtu ambaye Israeli kishafika pale akaichukua roho yake, ile imechukuliwa roho yake. Sasa Israeli anaingia katika nyumba ya mtu yoyote kama anavyoingia mtu yoyote katika nyumba, anafungua mlango na anaingia kuja kuchukua roho ya mtu.
atawakuta watu wamemzunguka yule ambaye anakuja kuchukua roho yake pale. Akishafungua mlango ataangalia sura moja moja, hao wamemzunguka mwenzao, kisha atakwenda pale kujitoa ile roho. Baada ya kuondoka nayo, anafika mlangoni pale, kabla ya kutoka anageuka, anawanyoshea kidole kama wanamsikia, anawaambia nyinyi arakum qad waqaftum inda sahibu, na kuoneni sana mmesimama mmezunguka sahiba yenu. Tabkuna liakhikum, mnalia kwa ajili ya ndugu yenu. Anasema wallahi wa mali ana, nakwambieni nina nini wama ana, sikuwa mimi illa abdun ma'murun liuqbidha arwah al-ibad, sikuwa mimi isipokuwa ni mja niliyoagizwa kuchukua roho za watu. Wa wallahi la utiyannakum wahidan hatta la yabqa fikum ahadan abada, nitakujieni na ninyi mmoja mmoja mpaka nitachukua roho zote, asibaki mtu yoyote. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين خصوصا منهم بالعصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. ورضى اللهم عن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم كتبتنا مسلمين فسلمنا من عذابك، وكتبتنا مؤمنين فأمنا من عقابك، يا ذا الحياة التي لا تحصى عددا، يا ذا النور الذي لا يذهب سرمدا، آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروا على نعمه يزدكم، وذكروا الله تعالى أكبر.